Naye mbunge wa Kiaru Ndindi Nyoro amepinga hatua ya serikali ya kuwatoza faini ya papo hapo madereva wanaokiuka sheria za barabarani, akibaini kuwa lengo kuu la serikali kuleta sheria hizo ilikuwa kunufaisha watu wachache watakaopokea kandarasi ya kuweka kamera za kupima mwendo na kurekodi shughuli barabarani. Baadhi ya viongozi aidha wamelalamika kuwa mamlaka ya kitaifa ya usalama barabarani NTSA itawakandamiza madereva, wakisema ni mahakama pekee iliyo na wajibu wa kuwatoza faini kisheria. Siku chache baada ya serikali kutia saini adhabu mpya kwa wanaokiuka sheria za barabara kwa kutozwa faini papo kwa hapo, baadhi ya viongozi nchini wamepinga sheria ile, mbunge wa Kiaru Ndindi Nyoro akibaini kuwa lengo kuu la serikali kuleta sheria hizi ilikuwa kunufaisha watu wachache watakaopata kandarasi ya kuweka kamera za kupima mwendo na kurekodi shughuli barabarani, na wataweza kutekeleza haya kwa muda mwezi mmoja walioahidi. Waziri iliitwa mkutano ati ni ya kuzuia accidents za barabara. Vile niliona waziri amesimamishwa na agency ikawekwa, akaambiwa aweke cameras, sijui 1000 cameras around the country, na akapewa timeline ya 1 month. Because I know the body language, nikajua hii ni biashara inapikwa hapa ya watu kukula pesa. Wanaume wamejiweka wakule pesa ya Wakenya 42 billion shillings. Ati waweke kamera katika barabara, ati ukishikwa kama ulikuwa unataka kukanyaga mafuta, ati unalipishwa instantly kwa banki yako, pesa inakatwa. Wamelalamika kuwa mamlaka ya kitaifa ya usalama barabarani NTSA itawakandamiza watumiaji barabara kwa faini za papo kwa hapo, wakisema ni mahakama pekee iliyo na idhini ya kutoza faini kisheria. Instant fines is just another vehicle of patronage, of taking money ile imebaki kwa Wakenya kuichukua ati kwa makosa ya barabara. There must be a limit and there must be an end to this. Na hii mambo yote inaitwa PPP. Kwanza hiyo ati wanajipea kandarasi ya 20 years. Viongozi hao wamesikitishwa na hatua ya serikali kuuzia Wakenya nyumba za bei nafuu, kiangaziwa kuwa serikali imetoa kodi kwa Wakenya kujenga boma zile. Housing levy inakatwa kutoka wapi? Ni ya serikali ama ni ya watu? Ni ya watu, si ndio? Shamba yenye inajengwa ni ya serikali ama ni ya public? Why are you selling the house? Hakuna mtu ni jibu. There are no roads in Singapore that are built by people from outside. Kwa sababu already walienda nje wakapata knowledge, wakairudisha wapi? Wakarudisha kwao. Hapa Kenya vitu vizuri vyote vinajengwa na watu wa. Sasa swali ni when will you ever know? Wamezungumza haya katika hafla ya ufunguzi wa chuo cha kiufundi cha Kiaru kaunti ya Murang'a. Wanasema wameroa school fees ya TVCs to 67,000. I want to tell those who are in government, school fees and capitation is not dispersed through the word of mouth. It is dispersed through sending money to our learning institutions. Isaac Musyoka, Undugu TV.